Sasa ni picha zinazokujia moja kwa moja za barabara hiyo ya Mombasa kuelekea Nairobi, vile vile kuelekea katika jiji la Mombasa. Hapo unaziona taarifa kama picha hizo, ikiwa barabara ni shwari kabisa. Na sasa hivi tukiingia katika chumba chetu cha habari, ambapo taarifa zinazidi kuandaliwa kwa ajili yako wewe mtazamaji popote pale ambapo unatazama Kivumbi 2022. Karibu sana, ikiwa ni siku ya Jumatatu nyingine tena, ikiwa ni tarehe 8 Novemba mwaka 2021, ikiwa dakika 4 zimekatika. Hujachelewa kabisa. Karibu ndani ya Kivumbi 2022. Wiki hii ama Jumatatu hii tukiangalia swala zima la wanahabari, ikiwa ndio chumba cha habari tunavyokiangalia kwamba utayarishi wa habari zinatayarishwa kwa ajili yako. Lakini kumbuka kwamba katiba ya Kenya imetoa hakikisho ya uhuru wa vyombo vya habari kama nguzo muhimu ya kudumisha na pia kuashiria demokrasia nchini. Hata hivyo, licha ya kuwa na uhuru, vyombo vya habari vinastahili kuwajibikia shughuli zao. Vyombo vya habari vina wajibu muhimu wa kupasha habari au kufahamisha, kuelimisha na hata kuburudisha. Huku uchaguzi mkuu ujao ukikaribia, vyombo vya habari vitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha vinaangazia kila tukio kwenye uchaguzi huo. Au vipi Manzo? Yeri, na tunapozungumzia vyombo vya habari, tunazungumzia vyombo ambavyo vinatoa habari kimaandishi kama vile magazeti, na pia kwa njia ya elektroniki kama vile redio na runinga, na pia katika ulimwengu wa sasa, yani mitandao ya kijamii ambayo imechukua nafasi kubwa kuwa vyanzo vya habari kwa wengi katika karne hii ya 21. Mtazamaji, je, katika chaguzi zilizopita vyombo hivi vimekuwa vikiangazia vipi taarifa kuhusiana na chaguzi hizo? Na je, uhuru wa wanahabari, mtazamaji, unadumishwa unavyohitajika kikatiba? Kumbuka kifungu cha 34 kinatupa fursa sisi wanahabari kutangaza na kupeana taarifa ambazo lazima tukufahamishe. Mtazamaji, ni changamoto zipi ambazo zinazowakabili wanahabari? Basi tutakuwa tunajadili kwa kina masuala haya kwenye makala ya leo ya Kivumbi 2022. Ama vipi kaka Ken? Kweli kabisa Manzo, and one of the most important calendar events in the history of the nation is the election. Now, the general election at that, this is one of the few events, if not the only one, that brings the whole nation together. It is also one of the most divisive and polarizing events in the calendar of the country. Now, in Kenya, the general elections have often reflected on the psyche of the nation, and the outcome is no doubt an issue of life and death for many politicians, if not all politicians who fight for those elected positions. Now, this is why protecting its integrity is key. One of the players at the center of its protection is definitely the media. Now, the Fourth Estate plays a key role in ensuring a free, fair, transparent, and of course verifiable process. So tonight we shine the spotlight on ourselves. What is the wider role of the media during the whole electoral process, and how has it played that role? Are there shortcomings, areas that need to be improved on? I will be speaking to Victor Bwire, Director of Training at the Media Council of Kenya, between 8 p.m. and 9 p.m. I'll also be taking you back to the year 1992 when the space for the media expanded. We also have what the law says about the media and the electoral process, especially Article 34 of the Constitution. Akisa. And of course, in 9 months' time, the media will be called upon to rise up to the occasion and once again play their pivotal role. The IEBC is seeking to create a framework to involve the media in the electoral process instead of leaving them to their own devices. Now, the media is increasingly becoming innovative on how to ensure accurate and timely information gets to you, and occasionally it falters. We seek tonight to dig deeper into this symbiotic relationship as we tell our own story through the eyes of Jerotich Sei, a humanitarian development consultant, also likes to describe herself as an active citizen. David McCallie, an editorial consultant and a veteran editor, will be joining us for that panel, as well as Patrick Gavara, who's the curator-in-chief at The Elephant. He's not new to this particular platforms we are talking about. Look out for the top stories that I'll be bringing you at 9 p.m. here on Kivumbi 2022. Thank you for joining us, and for now, back to you, Suleiman Yeri.
Shukran sana Kisa Wandera, kama alivyoeleza na alivyoarifu. Wageni wengi tumewaandaa hapa kwa ajili yako wewe mtazamaji uweze kufahamu na kuweza kujua yapi yanajiri. Leo tukijiangalia sisi wenyewe wanahabari, kwa sababu wanasema ukitaka kusonga mbele lazima uanze kujitathmini wewe mwenyewe. Tunajitathmini tuweze kufahamu tunafanya utendakazi wetu jinsi inavyotakikana ama sivyo. Kwanza tuangazie takwimu zinasema nini kuhusiana na uhuru wa wanahabari katika taifa hili la Kenya. Taifa la Kenya kwanza linaweza kuwekwa katika takwimu hizi, iko katika nafasi ya ngapi? Na Kenya iko katika nafasi ya 102 ulimwenguni kulingana na takwimu hizo kuanzia mwaka 1000. Katika takwimu za mwaka 2021 Kenya ipo katika nafasi ya 102. Vile vile tukiangazia masuala ya mabadiliko katika tasnia ya wanahabari, kumekuwa na mabadiliko kadha wa kadha, hususan ukiangalia kwamba tunaona kwamba mabadiliko katika tasnia ya wanahabari, kuna uimarikaji mdogo kabla ya mwaka 1992 wakati wa vyama vingi. Vile vile ukuaji wa tasnia baada ya mwaka 1992. Ongezeko la vituo vya redio vya FM pia viliongezeka zaidi, hususan wakati huo. Vile vile kiwango cha wanahabari kushikwa, kila wakati wanahabari walikuwa wanakamatwa kiholela, lakini pia viwango hivyo viliweza kushuka pakubwa. Sauti pia ziliongezeka, raia na serikali wakitumia vyombo vya habari kuweza kupitisha taarifa mbalimbali, kuweza kumfikia mwananchi, kuzungumzia kadhia mbalimbali ambazo zilikuwa zinajiri wakati huo. Vile vile watu walioziba uso, tukiangazia sasa hivi kisa ambacho kilitokea hapa katika shirika hili, katika jengo hili mwaka 2006, ni kwamba watu walioziba uso na kujihami walivamia shirika hili la Standard Group Limited wakati huo, wakilalamika kwamba wanahabari walipigwa wakati huo. Pia vile vile nakala za gazeti ziliteketezwa, nyingine zilichomwa. Ni miongoni mwa masuala ambayo yalikuwa yanatokea hapa. Kituo cha runinga cha KTN ambacho sasa hivi nakipata moja kwa moja hapo ulipo, kwamba pia kilizimwa wakati huo mwaka 2006. Wanahabari pia vile vile wanadaiwa walikuwa wakiekewa madai kwamba walikuwa wakipindua taarifa, serikali ikidai hivyo wakati huo. Pia vile vile serikali ilidai kwamba chombo cha hatari cha usalama kwa taifa, ikitaja kwamba habari zilizokuwa zikipeperushwa wakati huo zilikuwa ni hatari kwa taifa, kwa usalama wake. Vile vile wanahabari 3 walishikwa na kushtakiwa na kwa kuchapisha taarifa za kizushi. Vile vile tukiangazia kwamba shambulizi la magazeti ama shambulizi la vyombo vya habari havikusita hapo. Mwaka 2013 Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuyataja magazeti kuwa karatasi tu za kufungia nyama, na kumbuka kwamba kila mmoja anonavyo bado anakumbuka kauli hiyo ya rais kwamba akitaja vyombo vya habari ama magazeti kwake yeye anahisi ni ya kufungia nyama. Sheria za vyombo vya habari na kuripoti kuhusu uchaguzi kuna sema nini? Wajibu wa wanahabari ni upi? Wajibu wa wanahabari ni kwamba ni kuwajibikia kwa raia kwanza, vile vile wajibu kwa mgombea na wajibu kwa taifa. Hayo ndio majukumu ya wanahabari. Vile vile sheria za vyombo vya habari kuhusu kuripoti uchaguzi zinasema maadili yako vipi. Kuna usahihi na uadilifu wa taarifa ambazo zinatolewa kila siku. Kuna lengo gani ambalo hizi taarifa zinalenga. Kuna usiri wa vyanzo. Yule anayekupa taarifa lazima umweke katika usiri bila kufichua yeye ni nani. Haki za kujibu. Kila mmoja ana haki ya kujibu madai yanayoibuliwa dhidi yake. Uadilifu, uchafu unafaa kufichwa, na vile vile mambo mengine yanafaa kuwekwa katika faragha. Ndivyo hali ambavyo wanahabari wanafaa kutekeleza majukumu yao kila siku. Je, nafasi ya vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali ni vipi? Kwanza, vyombo vyenyewe vya habari ambavyo vinamilikiwa na serikali ni gani? Kuna Kenya News Agency, kuna Kenya Broadcasting Corporation KBC, na vile vile My Government. Hivi ni vyombo vya habari ambavyo vimejukumiwa na serikali kuweza kupeana taarifa za serikali. Lakini wajibu wake hasa ni gani? Vyombo hivi vya habari vya serikali, wajibu wake ni kutoa habari za uchaguzi zenye usawa, kutoa fursa ya haki kwa wasilishaji wa maoni tofauti na maoni yanayopingana pia bila kuegemea upande wowote. Vile vile wajibu wao kama KBC, wajibu wake kwamba kwa kushauriana na IBC unafaa kutenga muda wa maongezi bila malipo kwa vyama vya kisiasa walivyosajiliwa. Hizo ni baadhi tu ya takwimu
takwimu ambazo tuko nazo tutakuwa tukikueleza zaidi kwa kina takwimu hizi baadaye, lakini kwanza nataka tuelekee katika jiji la Nairobi ambapo mwanahabari mwenzangu Kimani Githuku yuko katika eneo lile. Atueleze hali ikoje pale, kunaendelea nini, Wakenya wanasemaje? Je, vyombo vya habari vimekuwa vikitenda kazi yake vile jinsi inavyotakikana? Kimani. Naam, shukran sana Suleiman. Tuko hapa jijini Nairobi na tunazungumza na wananchi watueleze swala hili kana kwamba wanaridhika na jinsi vyombo vya habari vinafanya kazi katika uchaguzi mkuu. Na pia tutakuwa tunawasiliana na watazamaji wetu kwenye mtandao wa kijamii kwenye Twitter. Swali letu ni je, umeridhika na namna vyombo vya habari hutoa taarifa kuhusu uchaguzi? Swali letu kwenye mtandao ya kijamii ni je, umeridhika na namna vyombo vya habari hutoa taarifa kuhusu uchaguzi? Mtazamaji, wasiliana nasi kwenye mtandao wa Twitter @KTNewsKE. Tutaweza kujua kana kwamba umeridhika au hujaridhika. Lakini mwanzo wacha nipate kusikia maoni ya wananchi hapa jijini Nairobi kuhusiana na swala hili la siku ya leo. Tuweze kusikia maoni yao ni yapi. Karibuni sana kwenye KTN News. Njoo tueleze jina lako na je, umeridhika na jinsi vyombo vya habari vinafanya kazi kulingana na uchaguzi mkuu? Nimeridhika nayo sana kwa sababu nimeona wanahabari na wenzao ambao wanafanya nayo kazi wamejaribu kwa njia zozote kuleta skills ambayo inatakikana, kuleta quality ambayo inatakikana na kuhakikisha ya kwamba they are not partisan. Hawajaigiza upande wowote wa nchi and they are trying to give the people as much neutral information as possible. Yes, and labda wafanye nini waweza kunini? Kile ambacho ningependa kuambia waende kule mashinani, wapate maoni ya wananchi na maoni ya raia ambaye anajulikana kama Wanjiku, kwa sababu uongozi au mali penye ambao tunataka nchi letu iendelee si ya viongozi peke yake, lakini wananchi wa Kenya saizi wameshafika kiwango ambaye wanajua kile ambacho wanataka, na pia wanataka viongozi wakiwa kule juu wajue hisi ndio kitu ambaye tunataka. Wananchi wanaweza kujiongoza, na wakati imefika ambao pia vyombo vya habari ambao ndio link between wananchi na viongozi wanafaa wafikishe ujumbe kule juu, waambie viongozi wananchi pia wanataka wasikie maoni, nchi iendelee. Tupate mwanadada mmoja tueleze maoni yake. Karibu sana hapa kwenye KTN, tueleze maoni yako. Je, umeridhika na jinsi vyombo vya habari vinafanya katika uchaguzi mkuu? Na mwanzo napenda kushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupatia ya kwamba mnaweza kutusikiliza. Kwa mfano naweza zungumza kama kiongozi katika bunge la mwananchi. Tunashukuru kwamba mmekuja mashinani kutusikiza, na hili ndio jambo ambalo tunataka watu wa media wasikize mwananchi pale mashinani, maana mwananchi ndio anaelewa uchungu wa mwana. Kwa mfano mambo ya hizi shule ambazo zinachomwa ni jambo ambalo liko juu sasa hivi, na bunge la mwananchi linajaribu kuhighlight hayo mambo, lakini hatuna mtu wa kupeana hayo maoni. Kwa mfano tunataka serikali isitize mambo. Kwa mfano ripoti ambayo iliyotolewa 2016 na TSC, recommendation ambazo zilitolewa ziangaliwe serikali imefanya nini kuhusu hizo ripoti. Kwa nini tunarejelea mambo ambayo tayari task force ilitolewa 2016 kujadili mambo haya ambayo yanayofanyika sasa? Asante sana. Naam, basi ni baadhi tu yao. Tutakuwa tukiungana na wengine hapa tu. Tuko hapa muda ambao unafuata tuweze kujua maoni yao kuhusiana na vyombo vya habari katika uchaguzi mkuu. Nafasi ya vyombo vya habari iko vipi? Kwako Manzu. Asante sana Kimani Githuku, nimekupata vyema kabisa kutoka hapo katikati mwa jiji la Nairobi. Mtazamaji, kabla ya kuanza mjadala, sijui nitauita mjadala au mahojiano leo, manake ni masuala ambayo yanatuhusu sisi wanahabari wenyewe na kazi ambayo tunayofanya. Kumbuka hii kazi tunayofanya imenakiliwa vyema kwenye katiba. Kifungu cha 34 cha katiba kinaturuhusu sisi kutekeleza wajibu wetu wa kupokea taarifa, kuzihariri na kuzitangaza. Hii ndio maana tuko hapa leo, tunajiangalia kwenye ratili. Je, tuko wapi katika masuala ya uchaguzi na namna ambavyo inavyostahili kuripotiwa masuala ya uchaguzi? Ikiwa imesalia tasema siku labda 274 hivi kabla Kenya ielekee kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, mwaka 2022. Asante sana kwa kujiunga nasi. Baadaye kidogo tutajiunga na Judy Kaberia, huyu ni mkurugenzi mkuu katika ile shirika la wanahabari wa kike hapa nchini, yani Amwik. Eric Oduor ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wanahabari, yani muungano wa wanahabari hapa nchini KU
KUJ niko naye studio. Asante sana kwa kuweza kufika siku hii ya leo Eric, na vile vile tuna Paul Mugambi, ni mwanahabari, mvumbuzi na pia ni msomi wa masuala ya utawala wa raia. Asante sana Paul, pia karibu sana katika studio zetu. Asante. Nitaanza na Eric. Tuko wapi Eric katika masuala ya kuhakikisha kwamba tunaangazia uchaguzi na tunaripoti hapa tukiangalia mifano ya nyuma? Asante sana Ali Manzo kwa kutupatia nafasi hii ili tuweze kuzungumzia matayarisho na vile tumejiandaa kutangaza na kutoa habari katika uchaguzi mwaka ujao. Ningependa kusema kwamba uchaguzi ambao tutakuwa nayo mwaka ujao, sisi kama vyombo vya habari na wanahabari tumejiandaa kuliko hizo zilizopita. Maanake ni sisi kama viongozi walio katika vyombo vya habari tulifanya mkutano na ile tume ya IEBC kule Mombasa mwezi wa 8, ambapo IEBC iliweza kutangaza ya kwamba tutakuwa na uchaguzi mwaka unaokuja tarehe 9 mwezi wa 8. Unakumbuka kwanza hapo mbeleni kulikuwa na tashwishi kama tutakuwa na uchaguzi wala tutakuwa na uchaguzi. Lakini sisi kama vyombo vya habari tuliweza kufanya kikao na IEBC, tukauliza watuambie kama kutakuwa na uchaguzi ama kutakuwa na uchaguzi, na wakasema kwamba kutakuwa na uchaguzi. Kwa hivyo ili tupatie nafasi ya kutosha kama vyombo vya habari ili tuweze kujiandaa. Na tumeweza kufanya mikutano kadhaa za kuweka mikakati vile tutakavyofanya ama kufanya kazi yetu mwaka ujao na kutangaza uchaguzi na kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupewa ile habari ambayo itawezesha kufanya uamuzi wa busara wakati watakapopiga kura. Kwa hivyo tutakuwa na mafunzo, maanake tumeshachapisha kanuni zile tutakapotumia kama wanahabari kutangazia wale uchaguzi na pia kuhakikisha kwamba wanahabari wana ule ujuzi na wana ule skills ambazo wanataka wakifanya kazi yao. Na pia tumeweza kufanya mkutano na wadau kadhaa kwa sababu tunajua kwamba kuna wadau wengi katika hii safari ambao tunafaa tufanye nao kazi pamoja kuhakikisha kwamba sisi kama vyombo vya habari tunafanya na tunatekeleza majibu yetu kama inavyotakikana katika kwa katiba, na pia tumehakikisha kwamba wananchi wanaweza kupewa nafasi ya kuparticipate katika mambo ya uchaguzi. Asante sana. Tutakuja baadaye utuelezee baadhi ya kanuni ambazo umeweka ama shirika limeweka kuhakikisha kwamba wanahabari wanazifuata katika kutekeleza majukumu yao vyema kabisa. Paul, asante sana kwa kuweza kufika siku hii ya leo. Pia wewe ukiwa mtu ambaye kidogo tutamuita kama kwamba ni una tatizo fulani la kutekeleza jukumu lako la wanahabari, vipi unafanya kazi yako kwanza? Asante sana, nashukuru kwa kualikwa. Mimi ni mwanahabari katika shirika ambalo nimelianzisha linaitwa Disability Sausage Media. Na pili huwa natangaza katika CMS Radio, moja wapo ya redio ya kimataifa kule Australia. Na pia ni msomi wa masuala ya umma. Na changamoto zipo, lakini naweza kusema ya kwamba tunapozungumza hili swala la uandishi wa habari na watu walio na ulemavu, ni jambo lingine zito kwa sana, kwa sababu unapata ya kwamba si jambo ambalo linatiliwa manani, na hasa ujumuishi katika tuseme ile shirika la IEBC na pili katika mashirika ya wanahabari. Masuala mengi yanayohusu watu walio na ulemavu hayapatiwi nafasi inayopaswa, kwa sababu unapotazama jinsi mambo yalivyo, wakati mwingi walemavu wamebakia hoi kwa sababu ya vile pengine hadithi zao zimeweza kuletwa, ama kwa sababu ya kwamba pengine ule mwandishi wa habari hajui jinsi ya kuelezea jinsi mambo ya ulemavu yalivyo. Kwa nikupa mfano moja, kuna misemo ambayo wanahabari wakati mwingine wanaitumia ambayo ni ya kudhalilisha, na pili inakuwa ni ambayo haistahiki kuwepo kwa wanahabari ama pia katika asasi za kijamii. Licha ya kwamba kuna jinsi asasi za kijamii wamejaribu kuelimisha watu, kwa sababu napata ya kwamba kuna elimu ambayo inahusu ujumuishi na utambalizaji wa mambo yanayohusu watu walio na ulemavu na pia uakifishaji. Kwa sababu ukiangalia mambo ya teknohama, kuna njia tofauti tofauti, na unapata ya kwamba tuchukue mfano wangu mimi, hasa mimi ni mwandishi hasa wa ile
maeneo ya Twitter pale, utanipata Disability Sausage Media, na pili katika YouTube najaribu kuleta elimu mbadala, kwa sababu watu wengi hawaelewi jinsi ya kuhusisha watu walio na ulemavu. Na unapata wengi ambao wanasema wanatujumuisha ni ile hali ya kutupa ile inaitwa kwa kimombo tokenism, ambao haifai katika masuala ya kisiasa, kijamii, kiuchumi. Na pili unapotazama pia katika mambo ya kisiasa, hasa wakati msimu umeanza, unapata ya kwamba watu walio na ulemavu ama wanaotupa sera zao, sera zao zina sehemu finyu sana kuhusu mambo yanayohusu watu walio na ulemavu. Tukichukua mfano ya haya masuala tuseme ya rukwama na zile 6,000 ambazo watu wanasiasa wanatuahidi. Nadhani ya kwamba hatujapiga darubini kuweza kuelimisha watu waelewe inamaanisha nini kwa jicho la tatu, yani ukitazama pengine kwa watu walio na ulemavu. Tukichukua mfano wa kwa sasa kuna ile cash transfer iliyopo kwa sasa. Kuna walemavu Paul, naona kidogo umetoka nje ya mada hapo. Mada tulionao leo ni kuhusiana na wanahabari na nafasi katika uhuru wa vyombo vya habari, hususan wakati tunapoelekea kwenye uchaguzi. Nadhani tutarudi kwako baadaye, tubakie hapo tutuzungumzie masuala ya rukwama, ile fedha zile 6,000 na kadhalika. Lakini kwako nikirudi nitakuja uwaelezee wa Kenya vipi unatekeleza kazi yako. Kwa hiyo tunaye pia Judy ambaye tayari sasa amewasili katika studio zetu. Judy, nadhani unatupata vema kabisa. Karibu sana katika studio zetu ukiwa mwakilishi wa lile shirika la Amwic. Labda kwa upande wenu tuelezee tu mmejiandaa vipi kama wanahabari wenzetu kuhakikisha kwamba nafasi ya mwanamke inatumika vema katika kukusanya taarifa, hususan wakati tunakwenda kwenye uchaguzi, hapo ukizingatia matatizo yaliyoko, kwa mfano hizi ghasia na namna ambavyo wataweza kustahamili ama kupambana na changamoto kama mwanamke ama mwanahabari wa kike? Asanti sana Ali Manzu, kwanza kutupatia nafasi ya kuongea kama wanawake. Ni vizuri wakati ambapo tukipewa nafasi ya kuongea, ni vizuri tutumie hizi platforms, kwa sababu kila wakati wanawake huwa wamebaki nyuma. Na kama Amwic, na pia kulingana na vile tumefanya kazi na vyombo vingine ama organizations zingine kama vile Media Council of Kenya, Kenya Union of Journalists, Kenya Editors Guild, Kenya Correspondents Association, tumekuwa tunafanya kazi pamoja, kwanza kutengeneza mweneo ama guidance ambayo reporters ama journalists watakuwa wanafuatia wakati tunajitayarisha kwa elections ya 2022. Moja yapo ni kuangalia jinsi ambavyo sisi kama wanahabari tunaangalia nafasi ya mwanamke, sio kila wakati kuangalia kama vile mwanamke kila wakati ni ambaye ameadhiriwa, but pia ni kuangalia mwanamke kwa njia zote, mwanamke ambaye anaweza kutegemea ama kufanya kazi njema kwa nchi. Tumeangalia pia vile ambavyo wanawake sana sana wanahabari ambavyo wakitumwa huko kufanya press conference ama cover different political parties, na pia ile violence ama zile tatizo mingi ambazo wanapata kama wanawake. Pia tunaweza kuuliza kama ni vyombo vya habari waangalie jinsi watakavyojua wanawake pia wanapata support ama wanapatiwa mwelekeo ambao wataweza pia kwenda kufanya hizo habari, kwa sababu tunasema tena hatutaki wanawake waambiwe wewe usiende kwa sababu wewe ni mwanamke, lakini pia tunataka wanawake ambao wako kwa vyombo vya habari pia wakae kwa yule mstari wa mbele, kwa sababu tunahitaji kila habari zinapoletwa zikuwe zimeletwa tukiangazia wanawake na wanaume. Pia tumekuwa tunajitayarisha kuangalia kama vile IBC walisema wakati tunaenda 2022 general election, lazima all political parties waangalie kuwa that gender rule has been implemented, and that is why we are asking, tuna appeal kwa wanahabari wote, whether wanaume ama wanawake,
ensure wana hold the duty bearer, that is the IEBC and the government, to account to ensure the two that gender rule is not lost kwa hii conversation. Asante sana. Vyema kabisa. Manake tutakapokuja tunakwenda kwenye mapumziko, mojawapo ya swali ambalo lilikuwa pia nimekuandalia ni ile thuluthi mbili ambayo inayohitajika katika fursa ya kumpa jinsia yoyote. Yani, je, hii thuluthi mbili imeweza kuzingatiwa katika tasnia ya wanahabari? Na vile vile tutarudi kwa Eric baadaye atuelezee baadhi ya kanuni ambazo waliweza kuweka kuhakikisha kwamba tunapata nafasi nzuri ya kutekeleza wajibu wetu. Tutakwenda kwa Clement ambaye atakuwa Nyeri. Baada ya mapumziko hivi tutarudi tuanzie Nyeri, pia tuweze kusikia hisia za wenyeji kutoka maeneo yale kuhusiana na namna ambavyo tunatekeleza wajibu wetu kama wanahabari. Clement tutakuwa naye, kwa hiyo usiende mbali.